Muhindi pale huyo hapo kaa tena baba. Sasa kule India walipokuwa naweka sera, huwezi kuwa na kampuni kubwa walipoanza mabadiliko, huwezi kuwa na kampuni kubwa ambayo wananchi wa India wanaimwagilia hela kwa wingi kama 1% ya mapato yako inaenda juu ya ile wananchi. Kwa hiyo 1% kubwa ya makampuni 51% lazima imilikiwe na wazawa ambao hawahamishi. Kwa mfano sasa hivi ukiongea ukweli kama hapa, wapo ambao watarusha huko na nitaambiwa natukana viongozi wa serikali. Nimesema hawana economic focus, hawana. Kama wanayo waionyeshe. Utaambiwa nimetukana serikali, nachokanisha serikali na raia, mimi sina uchungu na nchi. Lakini nawaeleza vijana hawa ambao wana dreams, wasipoelewa hili hawatakaa wawe na viongozi wazuri. Na Watanzania sasa hivi wanawekeza kwenye kufanya watu wawe wajinga. Yaani kazi yetu kubwa viongozi ni kuwapumbaza wale tunaoongoza. Nashangaa na vijana mlio wasomi mko vioni mnapumbazwa, mnakubali. Kijana unakuwa mpambe wa mtu ambaye hana economic vision, hana economic focus. Watu wachache wanateka uchumi wa nchi, nyinyi mnakaa tu mnaangalia. Leta kampuni, litangaze wazi kama unataka hili ni kampuni, sema tununue hisa na sisi. Unaambiwa eti wa Tanzania hatuwezi kuendesha haya mabasi ya mwendo kasi. Nyinyi vijana wenye critical thinking skills, sisi hatuna uwezo kuendesha mabasi ya mwendo kasi. Mbona daladala baba zenu wanazo wanaziendesha? Tofauti ya daladala ya baba yako inayopita hapa na hili basi inayopita mwendo kasi iko wapi? Matairi manne, lami ile ile, imejengwa na serikali. Mwendo kasi unaambiwa hatuwezi. Imeletwa kampuni toka nje ije iendeshe mabasi ya mwendo kasi. Baba zenu magari yao yote yataondolewa. Na mtakosa ada nyinyi mnaosoma Loyola, si shida ya kulipia ile. Na wengine baba zao na daladala 10 watatimuliwa huko ili huyu mtu wa India aendeshe mwendo kasi. Mahali ambapo tungeweza kumwambia baba yako, basi bana, badala ya daladala zako 10 wewe shika basi hili hapa. Na wewe shika basi hili hapa. Na yule wa nje kwa sababu ana mbinu nzuri za biashara, na wewe shika pale. Tunatengeneza kampuni inayomilikiwa na wawekezaji wa ndani ambao ni majority na wawekezaji wa nje. India, baba naomba usimame tena. Mimi na wala napenda kufundisha kwa mifano. Si ndio huko Muhindi peke yako baba. Muhindi pale huyo hapo kaa tena baba. Sasa kule India walipokuwa naweka sera, huwezi kuwa na kampuni kubwa walipoanza mabadiliko. Huwezi kuwa na kampuni kubwa ambayo wananchi wa India wanaimwagilia hela kwa wingi kama 1% ya mapato yako inaenda juu ya ile wananchi. Kwa hiyo 1% kubwa ya makampuni 51% lazima imilikiwe na wazawa ambao hawahamishi mtaji wala hawahamishi faida. Wa nje hatuwezi kuwakwepa.